Mchezo wa Simba dhidi ya Stellenbosch umetamatika pale Afrika ya Kusini, na mambo ni mengi sana ambayo yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Furaha ni kubwa sana kwa mashabiki wa Simba. Mbele yao wanasubiriwa either ni RS Berkane ama Constantine. Tuambie kwa namna ambavyo umeutizama mchezo na umeionaje Simba? Kwanza mimi niwapongeze timu ya Simba kwa kufanya vizuri katika hatua ya finali baada ya Young Africans kufika naye finali kwenye mashindano haya. Hatimaye Simba anaingia finali mashindano mara ya pili. Kwa hiyo inaonekana kwamba ligi yetu inazidi kuwa kubwa na wachezaji wakubwa wanavutiwa kuja kwenye ligi yetu. Tuzungumzie mchezo ulikuwa mchezo mzuri. Michezo miwili kati mchezo ulifanyika hapa Tanzania ufanyika Zanzibar. Ulikuwa ni mchezo mzuri kwa upande wa Simba, walipata goli moja na wakaweza kulilinda ile goli moja lao mpaka kufikia kwenye mchezo wa pili tena walicheza leo dhidi ya Stellenbosch ugenini. Tumeona timu ya Simba, Mwalimu Fadlu Davis anaifanya Simba inakuwa bora kwenye maeneo tofauti. Wewe ukiangalia Simba wanavyocheza ni tofauti na Simba ilikuwa huko kipindi cha nyuma. Watu wengi walikuwa wanalaumu sana kwa nini Simba wanakaa sana nyuma. Walikuwa wanasema kwamba plan walioingia nayo kwa Simba haikuwa plan sahihi. Lakini mimi nilielewa kwa nini Mwalimu Fadlu Davis aliingia katika plan ile. Hata ukimsikiza nukuu yake ya mwisho anasema alitamani mechi ya Tanzania hapa ilifanyika Tanzania iishe hapa sare au iishe sare bila kufungana au imalizike hapa. Lakini tumeona kaenda kuonyesha utofauti ambao miaka yote Simba walikuwa wanawashinda kutoka robo finali kwenda nusu finali. Sasa hivi walikotoka finali nusu kwenda finali, lakini leo wa malengo yao yametimia kufika finali. Kwanza nipongeze klabu ya Simba na nimpongeze Fadlu Davis ambaye mwenye maono na mbinu nzuri kwa klabu ya soka Simba kufikia kwenye finali kwa sasa wakimsubiria RS Berkane au FC Constantine. Sasa yalikuwa mengi sana, safari ya Simba ilikuwa imegubikwa na mambo mengi sana. Walianza wengi lakini mnyama Simba peke yake ndio mpaka sasa hivi tunasema kwamba yupo kwenye finali mpaka muda huu. Pengine labda kwa namna ambavyo umeona Simba una ushindani ambao umeonyesha katika hatua hizi, tukubaliane kombe linaenda kubaki hapa? Kusema kombe hapana, lakini inawezekana kuwa Simba kalibakisha kombe hapa kwa sababu wana advantage ya kwanza ugenini afu wanamalizia nyumbani. Lakini ukiangalia timu zilizobakia kati ya Constantine ile RS Berkane, unaweza kusema Berkane ishatanguliza mguu mmoja mbele kuelekea finali. Sasa kwa sababu walipata ushindi wa goli 4-0. Kwa kama Constantine kupindua matokeo kwenda kumfunga Berkane goli 5 na kuendelea ila siruhusu goli kwenda finali, yawezekana Simba akafika finali na Constantine akafanya maajabu. Sasa Ila tusema kwa Berkane ni mlima mzito sana kwa Simba, lakini kila kitu katika mpira kianza kutokea. Watu wengi walibeza Simba kuanzia sasa hapa, walisema Simba kutana na timu ambao ni mlima Everest, mlima nini. Simba imepita na changamoto nyingi, wachezaji unga, lakini kocha Fadlu Davis alikusanya timu yake kaiunga katika sehemu moja, akawaaminisha mna uwezo, mnaweza kufanya chochote kinachowezekana katika ardhi ya Tanzania na mipaka nje ya Tanzania kwenda kufika kwenye malengo mmoja mnajiwekea. Hata ukiangalia baadhi ya wachezaji wa Simba walikuwa wanatamani sana kufika finali kwa sababu klabu ya soka ya Young Africans ilipofika finali, kuna baadhi ya wachezaji ambao ni wadogo walikuwa na mafanikio makubwa kuliko wachezaji wa Simba ni wakubwa. Hususan ukimwangalia fullback Mohamed Hussein Zimbo Junior alikuwa yuko chini kwenye mafanikio kuliko Dennis Nkane. Shomari Kapombe alikuwa yuko chini kwenye mafanikio kuliko Kibwana Shomari kutoka Morogoro. Kwa hiyo ukiangalia hapa kwa Simba kufikia hatua hii, wanaweza kujipongeza kwa hao wachezaji wakubwa ambao wamefika katika finali. Kwenye historia nao wameendelea kucheza finali. Hata ukikosa kombe au wamepata kombe, wakipata kombe itakuwa addition kwao, itakuwa ni zaidi ya wale waliofika finali. Wakikosa kombe watakuwa wako sawa katika malengo ya mafanikio. Lakini Simba kufika finali kwa sasa, kocha Fadlu Davis anatakiwa akae kuangalia kwenye eneo ambao kwenye mapungufu, hususan eneo la ushambuliaji wa upande wa Simba inaonekana legelege sana. Kwa sababu ukimwangalia Steven Dese Mukwala na Lionel Ateba Mbida, unaona kuna kila mmoja na sifa zake na mapungufu yake. Ukimwangalia Ateba ni sio goal poacher, yani sio mfungaji asili ambaye mwenye nafasi 3 nafasi moja anaweza kaitumia hiyo tofauti na Mukwala anaweza kumuona bado na mapungufu yale kwenye goaling scoring. Kwa Simba kuelekea finali takiwa wajipange, watafakari kwenye mapungufu yao, wafanyie kazi ili waweze kufanya vizuri kwenye mechi ya finali. Mimi naamini kwamba kama watachanga alao vizuri, kama waweza kufika finali, kwa uwezekano kubakisha kombe Tanzania inawezekana.
Sasa wachambuzi ni kama vile walikuwa hawaipi Simba nafasi kubwa ya kufanya makubwa kama jinsi ambavyo wamefanya. Pengine shida haswa ilikuwa ni nini kwa upande wako Humphrey kama mchambuzi? Kwanza watu wengi walikuwa wanaeleza Simba ni kikosi ambacho kinajengwa kwa sasa. Kiangalia Simba ndio kwanza katika ujenzi. Hata Mwalimu Fadlu Davis anakuambia Simba timu yake bado katika progress. Ndio kwa 75% au 50%. Ikifika 100% itakuwaje? Lakini asilimia za ujenzi Simba imeonyesha kitu kikubwa na kufika hatua finali. Kwanza kusema huko wanajenga kunafanya mafanikio makubwa kuelekea finali. Sawa. Sasa tusiweke maneno mengi sana kuikandamiza Simba. Ina vijana wengi wanachipukia, ina wachezaji wengi wazuri. Kinachokosekana ni kwamba ni kuongezea ubora na ufanisi na mwalimu kuzidi kuiunganisha timu kuwa ni timu moja na kuifanikisha Simba iwe bora kuliko kama Simba ilizopita. Naweza kusema Simba zilizopita ni bora, lakini kwenye mafanikio in term performance unazungumzia Simba sasa ndio bora kuliko Simba zilizopita zote. Sawa. Kwa namna ambavyo Simba umeitizama Humphrey, wengi wanasema wanacheza mpira mzuri lakini nafasi zinazotengenezwa hawazifanyii ufanisi wa hali ya juu. Hilo nalizungumziaje? Hiyo haina kipingamizi. Hata tukiangalia watu wengi sana wanaona wote tunaangalia mpira wote, tunatazama mpira wote, tunaona mapungufu ya Simba. Nafasi zinatengenezwa, nafasi zinatengenezwa lakini utumiaji unakuwa ni si sahihi. Watu wengi wanailaumu Simba kwa nini asitumie nafasi. Kwanza mimi nitaacha kuilaumu Simba kwa sababu ipo kwenye sehemu ya progress ya ujenzi. Timu inatengenezwa hivyo haraka. Hatujui mwalimu kaanza kutengeneza upande upi. Kaanza kwenye defense, kwenye midfield au kwenye ushambuliaji. Kwa bado Simba inajengwa. Tusubirie product ya mwisho Simba ikiwa 100%, tutajua Simba mapungufu yake yako wapi. Hata hapa tunaweza kusema kama ni mapungufu kwenye ushambuliaji. Lakini hatujui kama Fadlu Davis amewekea nguvu kwenye ushambuliaji au la. Kwa tukiramu Simba utengenezaji wa nafasi upo na unakosekana. Kweli, wana striker ambao ni mfanisi wa nafasi. Tunaweza kusema ni kweli, lakini je, Mwalimu Fadlu amekazania kwenye ujenzi kuanzia timu kwenye eneo la kushambuliaji au kwenye eneo la ulinzi au eneo la midfield? Kwa hiyo hatujui. Fadlu Davis mwenye majibu yote haya, watu wengi wanaona nafasi zitakosekana. Ndio maana jibu kumbadilisha huyu. Pia tulienda mbali zaidi kusema Valentine Mashaka alikuwa anapaswa aanze katika mchezo mkubwa kama hii, lakini hapana. Kuna ile usubutu na ukubwa wa mchezaji na matamanio ya mchezaji. Hawezi kumweka nje Lionel Christian Ateba Mbida kumaanisha Valentine Mashaka ambaye ni kwanza kijana mchanga. Lakini Ateba ana profile kubwa, amecheza timu kubwa, kwa hiyo ana experience na mashindano. Kwa sababu kwa nafasi utengenezaji wa Simba ni sio jukumu la striker tu, ni jukumu la timu nzima. Kwa sababu kwa nafasi inawezekana kwamba hao akachelewa kufunga. Je, wewe midfield namba 10, namba 8 mchezaji mwingine kupata nafasi anaitumia? Anaitumia. Maana yake ni upotezaji wa nafasi timu nzima. Kwa Mwalimu Fadlu Davis ataangalia kwenye nguvu yake, atengeneza timu yake. Tajua sasa progress ya Simba iko wapi, sasa inaelekea wapi. Sawa. Kwa namna ambavyo umeitizama Simba, kama matokeo yatabaki kama jinsi yalivyokuwa katika mechi ya mkondo wa kwanza kati ya RS Berkane na ya Constantine, tuambie pengine Simba atakuwa sasa amekutana na mpinzani mgumu kuliko wapinzani wote. Berkane anaitambua Simba. Simba itambua Berkane. Simba atakwenda kukutana sio mara ya kwanza. Washakutana kwenye msimu ya nyuma huko. Katika hatua ya robo finali. Kwa Simba aliondolewa katika mashindano haya. Arsenal Berkane alianza nyumbani akaenda kufunga goli nyingi kule kwao. Kwa hiyo inawezekana kwamba plan ya mwalimu kwenda ugenini kwenda kucheza ataingia vipi? Na Simba watataka plan hiyo ya ugenini itakuwa vipi? Kwa hiyo yawezekana kuwa mwalimu ndio mwenye majibu yote ya kuelekea mchezo wa finali. Ndio kachambua sasa finali yaweza ikawa mechi tofauti kabisa tunavyoona sisi mashabiki na wachambuzi. Kwa hiyo Fadlu Davis ndiye mwenye maono ya finali yake anaweza kucheza vipi. Sawa. Kama mechi ya Afrika Kusini amecheza tofauti na watu walivyotamani. Kwa tunaangalia mpira kwenye vibanda umiza. Mashabiki wengi walikuwa wanamlaumu Fadlu Davis. Kwa nini anafanyi sabu? Kwa nini Fadlu Davis timu inaishambulizi? Nikawa nawaambia msiangalie timu kiushabiki. Angalia ni timu kimatharia ya football. Mpira unaochambua kwenye phase kuu 3. Kwanza unaweza kuangalia kwenye kulinda, kwenye kutengeneza build up na kwenda kushambulia mbele na kwenye final side unafanya nini. Ukiangalia Simba siku ya leo, Fadlu Davis alikubali kuwa second team. Kwa sababu alikuwa na mtaji wa goli moja ya kwake kule alipata ile Zanzibar free kick ya Charles Awa. Kwa hiyo alitamani kuwa ni timu ya pili katika mchezo kwa sababu Stellenbosch akiwa nyumbani lazima atapush matokeo. Ndio maana Fadlu Davis akaamua kae chini amwachie mpira acheze yeye. Atahukumu kwa matukio muhimu tu. Na imewezekana Simba amefika finali. Ndio maana kila kitu ni plan anazo mwalimu. Kuelekea finali hatujui
siku hiyo Simba atamka vizuri akafunga Berkane ugenini akaja kumalizia nyumbani akatafuta sare kombe likabaki. Inawezekana Simba akapoteza goli nyingi ugenini au goli chache ugenini akaja kumalizia finali hapa Tanzania Benjamin Mkapa. Hiyo yote inawezekana. Kwa hiyo cha msingi tusubiri mchezo wa finali usika, tuangalie matokeo ya mechi ya leo usiku kati ya Constantine dhidi ya RS Berkane yatakuwaje. Kwa hiyo uweze kwa jaji finali kabla ya kuona mchezo na Simba nakutana nani. Sasa hata kama Berkane katangaza mguu mmoja mbele. Shukrani.